Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu watukufu wapenzi wa Allah, taasisi yenu ya Khidmatul Umma chini ya mwenyekiti wake Sheikh Arifu Suria, Allah leo ametuafikisha tena. Tumekuja hospitali ya Malawi Yombo Vituka. Tumekuja kutoa huduma ya chakula hiki kama mnavyoona, chakula pamoja na juisi kwa wale ambao ni wahitaji. Miongoni mwa wale ambao wamepata chakula hiko ni wagonjwa pamoja na wahudumu, kama mnavyoona wamepokea chakula hapa, na wale ambao ni wauguzi pia wamepata hiki chakula. Lakini ndugu yangu Muislamu, hii ni juhudi ambayo tunatakiwa tuifanye sote. Vile ambavyo Allah anaturuzuku basi tuvigawe. Lakini pia Allah anatukumbusha, anatuambia lan tanalul birra hata tunfiku mimma tuhibuna, hatutopata wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka tutoe vile ambavyo Allah anaturuzuku. Kwa hiyo miongoni mwa vile ambavyo Allah anaturuzuku basi tuvigawe kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawana uwezo, ni wahitaji. Kile ambacho unakiona ni kidogo zaidi basi kwa Allah ni kikubwa zaidi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha, anatuambia toeni sadaka, ijapokuwa mfano wa sadaka hiyo ni mfano wa koko ya tende. Angalia jambo hili lilivyokuwa kubwa mpaka linafananishwa na koko ya tende, ule ukubwa wake na fadhila zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tunakukumbusha toa kwa ajili ya kuwawezesha wale ambao ni wahitaji. Lakini Mtume akaendelea pia kutukumbusha, ituamul jai'i min a'dhamil qurbati ila Allah ta'ala, kumlisha yule mwenye njaa ni katika ibada kubwa zinazomkurubisha mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaambiwa min makarimil akhlaq badhalu tu'ami lilmuhtajin, miongoni mwa tabia njema tunaambiwa ni kuwapa chakula wale wenye kuhitaji. Sasa sisi tumekuja kugawa chakula hiki na juisi na maji kama mnavyoona. Hii ni miongoni mwa juhudi ambazo tunahitaji tuzifanye. Katika faida kubwa ambazo zinapatikana miongoni mwa utoaji wa sadaka, mojawapo ni sadaka hii ya kulisha watu chakula. Al-Imam Al-Ghazali anasema, man at'ama musliman hatta yashba'a adkhalahu Allahu min ayi abwabil jannati sha, yoyote atakayemlisha Muislamu mpaka akashiba basi Allah atamuingiza mtu huyo katika milango ya peponi anayoitaka. Kwa hiyo sadaka ina faida nyingi ndugu yangu Muislamu. Sadaka inakufungulia mambo ya kheri, sadaka inakufungulia milango ya riziki, sadaka inakuondoshea mabalaa, lakini pia sadaka inakupa wewe faraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunakukumbusha ndugu yangu Muislamu, juhudi hii tuifanye sote, lakini pia changia kwa namba zinazopita hapo chini, sisi tutafikisha. Jazakumullahu khair wa ahsan jazaa fi darain. Shukran.